Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo tunakuja tena kwenu na mada nzuri kabisa, maudhui mazuri kabisa. Leo tutakwambia au mada inasema kwamba jogoo akiwika soma dua hiyo. Jogoo akiwika soma dua hiyo. Hii ni mada adhimu sana ambayo kama ndugu yangu ya kupasa usikilize kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu ndani yake kuna faida kubwa sana ambayo leo unakwenda kuipata biidhnillahi taala. Lakini kabla sijaleta faida hizo, niwakumbushe ndugu zangu katika imani, kwa wale ambao wanahitaji kitabu cha dua silaha 50 za Muislamu katika dunia, bado kinapatikana na sadaka yake ni shilingi 10,000. Tulikuwa na ofa juzi kati ya shilingi 5,000 na tayari ofa ile imekwisha. Inshallah atakayekitaka basi anaweza akafanya kwa mtindo huo, na hiki kimeandaliwa kwa mtindo wa PDF. Kwa maana hiyo yule ambaye anatumia mtandao wa WhatsApp ndio anaweza akapata kitabu kama hiki. Na hii sadaka unaituma ndugu yangu Muislamu, licha mambo mengine yote, inakwenda kusaidia chakula kwa watoto yatima. Inakwenda kusaidia chakula kwa watoto yatima. Sio yote, lakini sehemu ya hii sadaka. Na alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie kheri. Kila atakayechukua kitabu basi ajue wazi kwamba anapiga jiwe moja kwa ndege wawili. Kitabu kinaitwa Silaha 50 za Muislamu katika dunia. Kimeandikwa kwa lugha ya Kiarabu na lugha ya Kiswahili. Unatumiwa kwenye WhatsApp yako na kisoma kitabu hicho. Anayekitaka basi nambari ya simu ni hii 0793 052 052 0793 052 052. Leo tunakwenda kuangalia maelezo ya Mtume Muhammad kwamba jogoo anapowika nini Muislamu akifanye. Na ni vyema ukasikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili upate faida ya jambo hili, kwa sababu tunao kuku na majogoo tunawasikia kila siku, ndio kwa Mungu tunawasikia jogoo anavyowika. Sasa kabla sijakupa haya kwanza maneno ya Mtume, nitoe ombi kwenu ndugu zangu watazamaji wetu wa channel yetu hii ya Msimu Online TV. Tuna shida ya stendi ambazo zipo ni ndogo, ni fupi, kwamba tunakusudia kwenda katika zile hutuba za Ijumaa ambazo tumezianza kuzirekodi, lakini kuna baadhi ya misikiti mingine ni membari zake ni ndefu, kwa hiyo stendi yetu haifiki mpaka kule juu. Kwa hiyo tunaomba, kuna stendi inauzwa 100,000 ambayo kidogo ndefu kuliko hizi ambazo tunazo. Kama atapatikana muhisani mmoja akatununulia hii 100,000 itakuwa kheri kubwa sana. Na sisi huyo tutamwacha hivi hivi, kuna zawadi maalum tumemwandalia. Zawadi yenyewe itakuwa ni zawadi ya dua. Na hii itafanya mimi mwenyewe kwa muda wa siku 2 kwa ajili yake yule ambaye atakayechukua jukumu la kugharamia na kununua stendi hii ambayo kwamba tunahitaji ili kwenda kurekodia muda mwingine mawaidha mbalimbali ama hutuba za Ijumaa ambazo kwamba zinakuwa misikiti mbalimbali mingine membari zake ni ndefu. Kwa hiyo tunahitaji stendi hiyo ambayo inauzwa 100,000. Aliyekuwa yuko tayari basi nambari ya simu ni ile ile ya Vodacom 0793 052 052 0793 052 052, na zawadi yako ndugu yangu ni dua. Yote tukaangalia sasa maneno ya Mtume Muhammad katika swala zima la jogoo anapowika Muislamu nini afanye. Mtume anasema idha sami'tu sihan adiki, bimaana kwa mtu ambaye atakuwa amesikia au mpindi mtakaposikia sauti ya jogoo anawika, fasalullahu min fadlihi, basi muombeni Mwenyezi Mungu kutokana na fadhili zake. Fa innahu, kwani huyo jogoo anapowika, raa malaku, kwamba amemuona malaika. Haya ni maneno yake Bwana Mtume Muhammad, kwamba mnaposikia jogoo anawika basi muombeni Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake, kwa sababu jogoo anapowika anakuwa amemuona malaika. Kwa hiyo hapa hakuna dua maalum ambayo Mtume kaifundisha kwamba labda akiwika basi wewe soma dua fulani. Hapana, unamuomba Mwenyezi Mungu kwa dua yoyote utakayojua wewe, isipokuwa mimi nimekuchagulia dua ambayo njia ya kupita ambayo rahisi sana
Unajua kuna njia ya kuomba, alafu kuna njia ya kumbembeleza Mwenyezi Mungu. Sasa hii naikupa leo ni njia ya kumbembeleza, kumlalamikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wallahi lazima nikwambie kitu, kwa mtu anayeomba dua alafu na mtu akalalamika kwa Mwenyezi Mungu, basi yule anayelalamika kwa Mwenyezi Mungu na kumbembeleza inakuwa rahisi sana kujibiwa dua yake kuliko yule anayeomba. Asa mimi leo nitakupa njia rahisi ambayo wewe utakwenda kumlalamikia Mwenyezi Mungu. Wallahi lazima Mwenyezi Mungu atakupa kile ambacho wewe unachokwenda kumuomba. Jogoo huyu haijalishi muda gani, haijalishi iwe asubuhi, haijalishi iwe mchana, haijalishi iwe jioni, midhali tu umesikia anawika, basi omba dua hii. Hata kama itakuwa usiku, hata kama itakuwa alfajiri, midhali tu umesikia anawika, basi omba dua hii. Twende nikakutajie sasa. Na kutajia sasa hii, tunarudia vizuri. Mtume hajaelekeza rasmi kwamba soma dua fulani. Amesema tu fasalullahu min fadlihi, muombeni Mwenyezi Mungu kutokana na fadhila zake. Fa innahu ra'al malaku, kwani hujajua napoika kamaona malaika. Hapa mimi nakupa njia sasa. Mimi kama mimi nakupa njia ambayo wewe sasa nenda kamwombe kwa njia hii. Yani fanya hivi kumlalamikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nakupa dua hii. Soma hivi. Soma alhamdulillahi alladhi lam yattakhidhu walada wa lam yakul lahu sharikan fi mulki wa lam yakul lahu waliyan min dhulli wa kabbirhu takbira. Hii ni njia nyepesi sana na rahisi ambayo mimi nimekupa. Kwa hiyo kama utaitumia hii itakuwa ni bora zaidi. Kama utaitumia njia hii itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu kuna njia fupi na njia nyepesi. Sasa mimi nakupa njia ambayo ni nyepesi sana, ambayo wewe unakwenda kumlalamikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Narudia tena kwa mara pili. Baada ya kumsikia amewika, anasema alhamdulillahi alladhi lam yattakhidhu walada wa lam yakul lahu sharikan fi mulki wa lam yakul lahu waliyan min dhulli wa kabbiruhu takbira. Ukimaliza hapo utakuja katika swala hii, unasema Allahumma salli ala Muhammadil Fatih lima ukhliqa wal hatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi alazim. Narudia kwa mara pili tena. Tunasema alhamdulillahi alladhi lam yattakhidhu walada wa lam yakul lahu sharikan fi mulki wa lam yakul lahu waliyan min dhulli وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Dua hii kwa wale ambao wana kitabu kile cha dua hii imo. Soma dua hii, kisha baada kuisoma dua hii mwambie Mwenyezi Mungu shida yako pindi jogoo anapowika. Wallahi utakwenda kuona muujiza na maajabu ya dua hii. Isome kwanza, kisha baada hapo ndio utamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shida yako. Na hapa mimi nazungumza na bahati nzuri na jogoo anawika. Nafikiri umemsikia. Nimezungumza, lakini baada ya kuzungumza na jogoo amewika. Kwa hiyo mwana faida yake. Lakini kwa wale ambao wanatumia WhatsApp sasa, kwa wale ambao wanatumia mtandao wa WhatsApp, wale wakienda kuangalia katika kile kitabu wataikuta hii email. Umeona hapo anawika. Kwa hiyo wanapowika hapo wewe unafanya dua. Alhamdulillah, mimi nafanya dua pindi jogoo huyo anapowika inshallah. Kwa hiyo kwa leo tuishi hapa. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.